Kanyisa Mayo ni miongoni mwa washambuliaji wanaohusishwa na wananchi Yanga kwa usajili wa dirisha dogo Januari. Huyu ni mchezaji wa kimataifa Afrika Kusini aliyezaliwa mwaka 1998. Kwa lugha nyingine hivi sasa na miaka 27. Guu lake lenye nguvu zaidi ni la kushoto. Ni mshambuliaji kinara katika mfumo wa 4-2-3-1 kwa maana baada ya golikipa kuna na walinzi wanne. Viungo wale ukabaji, viungo tatu washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja huweza kucheza katika nafasi hiyo. Ama 4-4-2 kwa maana walinzi wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili baada ya golikipa. Yeye ni miongoni mwa washambuliaji wawili pale juu ukiamua kumpanga. Lakini vile vile anaweza kucheza katika mifumo mingine kama 3-5-2 kwa maana baada ya golikipa walinzi watatu, viungo wanne na washambuliaji wawili na kadhalika. Kwa ufupi, yeye ni mshambuliaji kinara. Ni mzuri katika kunusa maeneo sahihi ya kusimama ili kuweza kufunga. Uzuri wake pia ni katika kudribble mipira, ni katika kupiga mashuti, katika kutoa pasi kwa wenzake. Kanyisa Mayo cha ziada alicho nacho ni aina washambuliaji ambao hasimami sehemu moja. Anaweza kwenda kushoto kupokea mpira, anaweza kwenda kulia kwa maana kwenye zile flanks, maeneo ya pembeni. Akitoa fursa sasa kwa wenye nafasi hizo kwa maana mawinga waingie ndani wawe kama washambuliaji kwenye eneo analotoka yeye, alafu yeye kwenda kupokea mpira kupiga cross. Uwezo huo nao ni aina ya uchezaji ambao washambuliaji wa Yanga hivi karibuni ndio wamekuwa wakifanikiwa. Prince Melo Dube amekuwa akipata nafasi sana ya kucheza ndani ya Yanga ni kwa sababu ya aina yake ya uchezaji, kwamba hasimami eneo moja pale kati ili apokee cross afunge, kwa sababu Yanga cheza yao sio wazuri katika kupiga cross. Yanga hupitisha mipira kati. Yanga hata wanapomaliza kwenye touchline, kwenye mstari wa mwisho, huwa mara nyingi hazipigwi cross, badala yake zinapigwa passes zenye umbele V passes au tunasema cutback passes. Sasa kwa sababu hiyo ni matarajio kwamba ikitokea Kanyisa Mayo akawa tetesi hizi zikawa za kweli akajiunga na Yanga, anaweza kanufaika kutokana na aina yake hii ya uchezaji. Hivi sasa anachezea Kaizer Chiefs kwa mkopo ya ligi kuu ya Afrika Kusini nchini kwao, akitokea katika klabu ya CR Belouizdad kule kwa kocha Sead Ramovic, ambako ameamua kumtoa kwa mkopo kutokana na kile alichokionyesha msimu uliomalizika 2024-2025 ambacho hakikuwa kinawashawishi sana kulingana na kile walichokiwekeza kwake. Ikumbukwe Kanyisa Mayo amekuwa akitumikia klabu mbalimbali za ligi kuu ya Afrika Kusini. Miongoni mwa zile ambazo alifanya vizuri sana ni Cape Town City. Msimu wa 2022-2023 Kanyisa Mayo alikuwa ndiye top scorer, mfungaji bora katika ligi kuu ya Afrika Kusini PSL, akimaliza ligi kwa kucheza mechi 27 kati ya 30 akifunga mabao 12 na kuwa top scorer. Alionyesha kiwango bora sana katika msimu wa 2022-2023 akiwa chini ya kocha Villa Kazi wa Cape Town City. Ni katika msimu ambao alipiga mashuti 76 katika mechi 27. Mashuti 27 kilenga shabaha, akifunga mabao hayo 12. Hivyo goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ukiwa ni around 16%. Lakini katika msimu uliofuata, mbali na msimu ambao alifunga mabao 12 na kutoa assist 2, msimu uliofuata kwa maana msimu wa 2023-2024 alimaliza ligi akiwa na mabao 10. Kiwango ambacho kwa muendelezo wa ule uliotokana na kile alichokionyesha 2022-2023 haikushangaza kuona klabu mbalimbali zikimjia kwa nia kumsajili, na hatimaye kwenye vita hiyo CR Belouizdad ya Algeria ikafanikiwa kunasa saini yake. Sasa msimu uliopita 2024-2025 akaitumikia CR Belouizdad katika michuano mbalimbali ikiwemo ya ligi kuu ya Algeria. Ni hapo ndipo kiwango chake hakikushawishi management ya CR Belouizdad kuendelea kuwa naye katika msimu wa 2025-26. Ni kwa sababu kwa ujumla alicheza mechi 41 za michuano yote kwa maana ligi kuu ya Algeria na michuano mingine mbalimbali. Akafunga mabao 6, akatoa assist 1. Ni kiwango kilichoonekana kwamba ni cha chini kulingana na vile alivyotarajiwa wakati akisajiliwa kutoka Cape Town City. Lakini kwenye ligi kuu ya Algeria alifunga mabao 4. Kwa lugha nyingine, mabao 2 ndio alifunga kwenye michuano mingine. Kwa sababu hiyo, kutolewa kwa mkopo ilitarajiwa na hatimaye akatua Kaizer Chiefs. Pale Kaizer Chiefs matarajio ni kuona akiboresha kiwango chake, akirejea kile ambacho amekuwa kikifanya miaka yote. Akiwa chini ya kocha Khalil, miongoni mwa maafisa wa benchi la ufundi la Yanga enzi za Nabi, matarajio ilikuwa ni kwamba kwa msimu huu aanze kuonyesha makali yake. Maana mkataba wake wa mkopo unaisha Juni 30 mwaka 2026. Kwa lugha nyingine, imebaki takriban miezi 6 tu ili amalize kipindi cha kuitumikia Kaizer Chiefs kwa mkopo. Sasa katika ligi kuu ya Afrika Kusini PSL msimu huu mpaka sasa ameshapata nafasi ya kucheza mechi 5, dakika 272. Nini amefanya? Amepiga mashuti 8, 4 amelenga shabaha,
amefunga bao moja. Lakini ukichanganya na mechi za michuano mingine, jumla amecheza mechi 7. Mechi nyingine alizocheza ni dhidi ya AS Simba katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF, ambayo Kaizer Chiefs wangali wakishiriki, wako katika hatua ya makundi. Lakini vile vile ameshacheza mechi nyingine ya michuano ya Carling, tunasema Carling Cup. Kwa ujumla mechi 7, amefunga bao moja tu na hana assist. Sasa hilo linaonyesha kwamba bado Khanyisa Mayo hajarejesha yale makali yake ya enzi zile akiwa Cape Town City. Kwa sababu hiyo inatajwa kwamba Yanga ya Tanzania ni miongoni mwa klabu ambazo zinaweza zikamsajili wakati wa dirisha dogo. Ni kwa nini anahusishwa na Yanga? Kubwa ni kwa aina ya uchezaji wake, kwamba Yanga namna wanavyokwenda kushambulia, mshambuliaji wao Kenara huwa wanapenda awe asiyesimama eneo moja. Anakwenda kushoto, anakwenda kulia, ana drop deep, anarudi kati ili kufuata mpira pale inapobidi. Ni mchezaji ambaye anakuwa hatabiriki pindi anapokuwa mshambuliaji Kenara. Hilo ndilo ambalo hata sasa Prince Pumelo Dube amekuwa akipata nafasi sana ya kucheza ndani ya Yanga, ni kwa sababu hii. Kasoro yake moja tu juu ya kuweka mpira wavuni. Vinginevyo Prince Pumelo Dube anatekeleza majukumu ya ushambuliaji kwa namna ambavyo inafiti vizuri na Yanga watakavyo. Khanyisa Mayo style yake ya kucheza inafanana kwa kiasi fulani na Dube, kwamba hasimami sehemu moja, na kipimo cha hivi ni pamoja na kuona anapiga cross kwa kiasi gani. Kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini mechi 5 tayari ameshapiga cross 11, ingawa zilizofika ni cross 2. Lakini kile kitendo cha kupiga cross 11 maana yake ni kwamba yeye huwa anahama kutoka eneo la kati kwenda pembeni ili kupiga cross wenzake wafunge. Na kwa kufanya hivyo wakati mwingine anatoa fursa kwa wenzake kupata fursa za kwenda kufanya majaribio kwenye lango la wapinzani, kwa sababu anakuwa anawa drag out, anawavuta nje walinzi wakati wa timu pinzani kutokana na mikimbio yake kwenda kushoto kulia. Kwa sasa Yanga mbali na Prince Pumelo Dube wana Andy Bobwa Boyeli. Boyeli katika ligi kuu ya Afrika Kusini msimu uliopita 24-25 akiwa katika klabu ya Sekokune alicheza mechi 25 kati ya 28 alizocheza Sekokune kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini msimu 2024-25, kama ilivyo kwa klabu nyingine zote. Maana ligi kuu ya Afrika Kusini msimu uliopita ulikuwa na timu 15 baada ya kuondoshwa kikanuni kwa timu ya Royal AM. Matokeo yake mechi zilichezwa 28. Mechi 25 Andy Bobwa Boyeli alipiga mashuti 38. 13 alilenga shabaha, akafunga mabao 6, hakuwa na assist, halafu hakuwa na kitu kimoja muhimu ambacho kwa kiasi fulani kinachangia kukosa nafasi ya kutosha kuchezea Yanga kwa sasa kutokana na namna uchezaji wake. Ni kwamba mechi hizo 25 rekodi zinaonyesha katika PSL ligi kuu ya Afrika Kusini Andy Bobwa Boyeli hakupiga cross yoyote iliyofika wala isiyofika. Kwa lugha nyingine, yeye si mzuri wa kwenda pembeni kupokea mipira ili apige cross. Lakini huyu Khanyisa Mayo kwa nini anahusishwa sana? Kwamba miongoni mwa options zao, machaguo yao kwa mshambuliaji Kenara wakati dirisha dogo, anatajwa pia Khanyisa Mayo. Ni kwamba kwenye msimu wa 2022-23 katika ligi kuu ya Afrika Kusini mechi 27 alizocheza alipiga cross 82, yeye akiwa mshambuliaji Kenara, na kati ya hizo zilizofika zilikuwa cross 27. Wakati huo yeye akiwa mfungaji bora katika ligi kuu ya Afrika Kusini kama nilivyotoka kueleza, na assist 2 akichangia mabao 14. Maana alifunga 12, katoa assist 2, timu yake ilimaliza msimu ikimefunga mabao 34. Kati ya hayo 14 yalichangiwa na yeye Khanyisa Mayo. Sasa ina yake hii ya uchezaji huenda ndio inachangia pia kuhusishwa na Yanga, na ukizingatia kwamba yupo kwa mkopo Kaizer Chiefs, mkopo unaisha miezi 6 ijayo kama nilivyotoka kueleza awali. Lakini ifahamike kwamba wanaohusishwa na usajili wa Yanga kwa nafasi ya ushambuliaji dirisha dogo sio yeye peke yake. Yupo Gerson Dala anayecheza soka la kulipa katika ligi kuu ya Qatar. Yeye anatajwa, ingawa taarifa zinaeleza kwamba malipo yake ya mshahara kwa sasa ni ya juu mno kiasi ya kwamba huenda Yanga ikasita, kwa sababu inatajwa analipwa zaidi ya shilingi milioni 240 za Kitanzania kila mwezi mshahara anakocheza katika klabu ya Al Wakra kule nchini Qatar. Lakini mwingine anayetajwa ni Depu. Depu anacheza katika klabu ya Radomiak inayoshiriki ligi kuu ya Poland. Halafu kuna huyu Khanyisa Mayo ambaye mazingira yake ndio tutoka kuelezea. Anacheza kwa mkopo Kaizer Chiefs, akitokea katika klabu ya CR Belouizdad ya kocha wa zamani wa Yanga Sead Ramovic, akiwa katika klabu ya Kaizer Chiefs inayonolewa na Khalil ambaye ni miongoni mwa maafisa wa benchi la ufundi la Yanga la zamani chini ya kocha Nasreddin Nabi. Na kwa mwenendo wake huu mpaka sasa bado hajarejesha makali yake kihivyo ndani ya Kaizer Chiefs. Ni kwa sababu hiyo matarajio ni kwamba kama atapatikana ndani ya Yanga halafu atarejesha kila alichokuwa kikionyesha wakati akiwa Cape Town City,
nchini Afrika Kusini kwenye PSL, ni dhahiri kwamba Yanga wamepata mtu ambaye anaweza kuendana na staili yao kucheza. Wanamiliki zaidi mpira katika eneo la pili la uwanja, lakini nafasi zao nyingi za kufunga zinapita kati. Lakini huyu Khanyisa Mayo anaonekana kuendana na hicho ambacho Yanga wamekuwa wakikifanya. Swali ni kwamba je, tetesi hizi zitakuwa za kweli? Je, hata Yanga watakapompata atarejesha yale makali yake akiwa na Cape Town City, au yatamkuta yale ya Andy Bobo Boyeli ambaye mpaka sasa bado hajakliki kihivyo, ingawa bado hajapata nafasi nyingi za kucheza ili kuhukumiwa kihalali. Maana kwenye ligi kuu Tanzania bara ana mabao mawili, yale aliyofunga katika mechi dhidi ya KMC alipoingia katika kipindi cha pili kuisaidia Yanga kupata ushindi wa mabao 4-1. Lakini vinginevyo bado mchango wake kihivyo kwenye upachikaji wa mabao Andy Bobo Boyeli haujawa ule uliotarajiwa, huku nafasi kubwa akipewa Prince Melo Dube ambaye cheza yake inashawishi benchi la ufundi, ingawa na yeye ana changamoto kwenye kuweka mpira wavuni kwa msimu wa 2025 2026. Je, atajiunga kweli na Yanga? Na akijiunga kwa viwango vya juu vya viungo ushambuliaji kama Peodo Pacome Zouzoua, Maxim pia Nzengeli, inaweza ikawa sababu ya Khanyisa Mayo kupata nafasi ya kutosha na kurejesha yale makali yake kwa manufaa ya Yanga, kwa manufaa yake kwake binafsi. Hilo ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.